Tunapoanza kipindi hiki, tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante, tumekuwa pamoja nasi toka asubuhi. Tena masaa haya alasiri tunapoenda kujifunza juu ya chama cha watafuta njia. Bwana aweze kutusaidia kwa kila mmoja aweze kukielewa hiki chama. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba, amen. Katika chama cha watafuta njia kinahusisha watoto kuanzia miaka 10 mpaka 15 ambao tunaona mfano hawa hapo. Tuweze kusimama. Ni miaka 10 hadi 15. Hao ndio tunawaita watafuta njia. Mweza mkakaa. Katika chama hiki cha watafuta njia tunakuwa na madarasa 6. Ambao darasa la kwanza miaka 10 tunaita rafiki. Kuna rafiki hapa miaka 10? Simama. Huyu anaitwa rafiki miaka 10. Miaka 11 safi. Miaka 12, 13, 14, 15 safi. Kwa hiyo tutaenda kuzungumzia madarasa yetu haya 6 kwamba wanahusiana na nini katika madarasa yao wanaojifunza. Katika darasa la miaka 10 wanakuwa na mtaala wao ambao unahusiana na darasa la rafiki. Ambao hii darasa la miaka 10 lenyewe watafuta njia wana utambuzi wa mambo ya kiroho, wanajifunza mambo ya kiroho, lakini wanajifunza namna ya kukua kiakili, stadi za kazi za utimamu wa mwili ambayo itawezesha kijana wa mtafuta njia kuwa jirani mwema zaidi kanisani na katika jamii na rafiki wa Mungu maisha yake yote. Kwa hiyo hawa miaka 10 wanajifunza namna ambavyo wanaweza kukua kiakili, ambavyo wanaweza kukua kiroho, lakini pia kuwa rafiki kwa majirani na kuwa rafiki mwema wa Mungu katika maisha yao. Lakini darasa la pili ambao ni miaka 11, hawa wanaitwa mwenzi. Hawa mwenzi wenyewe watafuta njia wana mafunzo ya ukuaji wa kiroho, pia ukuaji wa kiakili, kujifunza stadi za kazi za utimamu wa mwili utakaowezesha mtafuta njia anayekuwa kupata maana ya maisha na umwenzi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa undani kila saa na kila siku. Kwa hao miaka 12 wanajifunza zaidi kuwa umwenzi wao, yani kuwa rafiki wao kamili ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo mtaala wao unazungumzia hivyo. Lakini kuna darasa la 3 ambao tunaliita mgunduzi miaka 12. Hawa mgunduzi wanajifunza na wenyewe pia mambo ya kiroho, kiakili, kijamii, lakini zaidi itakayomwezesha mtafuta njia anayekuwa kuvumbua mbinu mpya na matukio mapya katika kumtafuta Mungu, katika maandiko ya neno lake na uumbaji katika kazi zake. Kwa hiyo katika darasa hili la miaka 12 la mgunduzi wenyewe wanajifunza zaidi kumvumbua juu ya Mungu, yani uvumbuzi, wanachimba maandiko kwamba uumbaji ulianzaje, hivi Mungu yupoje, namna ya kushuhudia tutaendaje. Kwa hawa miaka 12 wanatamani kugundua. Hiyo ni darasa la 3 linaitwa mgunduzi. Lakini darasa la 4 miaka 13 linaitwa msimamizi. Naye anajifunza kukua kiroho, kiakili na kimwili. Lakini pia atakayomuongoza mtafuta njia kuvumbua maeneo mapya katika ulimwengu asilia pamoja na ufahamu mpya na wakina kiroho itakayofungua njia ya furaha kuu na utoshelevu wa kweli ama halisi. Kwa huyu msimamizi yeye anagundua maeneo mapya katika ulimwengu. Huyu msimamizi pia anaweza kujisimamia mwenyewe, anaweza kutafuta wenzake, wanaweza wakaenda kushuhudia. Kwa hiyo huyu msimamizi yeye anakuwa anavumbua maeneo mapya katika ulimwengu wa asilia. Darasa namba 5
ni darasa la Msafiri, miaka 14. Sijaona hapo ila naamini wapo na watakuwepo. Hawa miaka 14 wenyewe pia wanajifunza mambo ya kiroho, kiakili na kijamii, lakini zaidi hawa watafuta njia, mafunzo yanayotolewa na kumuongoza mtafuta njia mkomavu kujiweka wakifu kamili zaidi, kupata ufahamu wa Mungu kwa kina na mpana kupitia usomaji wa bidii na udhabiti wa maandiko ya neno lake na maajabu dhahiri ya uumbaji wa kazi zake kama zionekanavyo kupitia kitabu cha asili. Kwa huyu Msafiri yeye anachimba zaidi na kujiweka wakifu kamili kujifunza maandiko ya Mungu. Hawa ni Msafiri miaka 14. Lakini darasa la 6 na la mwisho linaitwa Kiongozi. Huyu Kiongozi naye anajikita katika ukuaji wa kiroho, kiakili na kimwili, lakini zaidi yeye anakuwa amekomaa. Kumbuka huyu miaka 15 ndio darasa la mwisho, anajiandaa kwenda katika darasa la mabalozi. Yeye anasema kuongoza watafuta njia wakomavu zaidi katika ukuaji wa stadi mpya wa maisha, malezi ya ukuaji na ustadi wa uongozi, kuimarisha kujitoa wakifu, kuwa mtumishi wa Mungu na rafiki wa binadamu. Kwa hiyo huyu wa miaka 15 yeye ana uwezo wa kuongoza watafuta njia, lakini huyu wa miaka 15 pia unaweza ukampatia darasa la wavumbuzi kwamba aweze kuendesha, maana huyu amekomaa tayari akili yake, anaweza kumuongoza mtafuta njia. Lakini pia hata kazi za kanisani, kama unampa tu kazi ndogo ndogo, namwambia tukiingia kwenye ibada kuu wewe utanisaidia kuhesabu washiriki, kama karani unampa majukumu hayo, anahesabu washiriki, unampatia. Hivyo unakuwa unamuongoza kukomaa zaidi kuwa kiongozi huyu wa miaka 15. Kwa mimi kwa uchache ni haya ambayo nimeandaa, kwamba katika chama cha watafuta njia tuna madarasa 6 ambayo hayo tumeweza kuyazungumzia mchana huu wa leo. Mungu abariki machache hayo kupitia katika jina la Yesu Kristo. Amen.